بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. tunaendelea na darasa yetu ya kitabu At-Ta'assub al-Madhhabi wa atharuhu li Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahu Allah ta'ala, na darasa iliyomalizika tumefika ukurasa nambari 48 katika maneno ya Sheikh aliposema man arada ziyadata amthilati falyuraji i'lam al-muwaqqi'in ibn Qayyim wa kitab iqadhi al-himam lil-Fallani. Na leo biidhnillah tabaraka wa taala wa bimashiatihi jalla jalaluhu tunaingia katika ukurasa nambari 49. Sheikh aliposema wa min athari ta'assub al-madhhabi aidan, na miongoni mwa athari za ta'assub za kimadhhab tarku al-ishtighali بعلوم الاجتهاد ومحاربه المشتغلين به, ni kuacha kujishughulisha kwa zile elimu za jitihada na kupiga vita wale ambao wenye kujishughulisha. Pia ni katika athari ambazo zilipelekea zikapatikana hizo kutokana na taasubi za kimadhehebu. Lakini vile vile Sheikh akasema ghamtu fasli ahli alilmi walfadli, ni kudharau ule upambanuzi wa watu wenye elimu na watu wenye fadla. Ghamtu fasli ahli alilmi والفضل كزراو، kwa maana ghamtu bimaana izdirau walihtiqar, ni kuzarau na kudogesha ule upambanuzi wa watu wenye elimu na fadla. Hadhihi baadhi al-athari sayyi'ah lita'assub al-madhhabi. Sheikh akasema hizi ni baadhi ya athari ambazo zilikuwa mbaya kwa sababu ya taassubi za kimadhhabu ambazo zilikuwa zimejitokeza. Watu hudharau ule upambanuzi ambao wanachuoni walikuwa wameutoa kuhusiana na watu kurejea katika Qur'ani na Sunna kwa fahamu wema ambao walikuwa wametangulia. Yani mtu anaacha upambanuzi huo, na hususa ikiwa huyo ambaye anatoa upambanuzi labda anatolea dalili jambo fulani, lakini katika masala fulani akawa amemili zaidi katika madhehebu fulani kwa sababu ndiko liko dalili, basi huyo mtu huwa anadharaulika na huwa ni mtu ambaye alikuwa kiroja mbele ya madhehebu mengine. Sheikh ndo anasema hadhi baadhi al-athari sayyi'ah, hizi ni baadhi ya athari ambazo zilikuwa mbaya litaassubi al-madhhabi, kwa sababu ya taassubi ya kimadhehebu inda al-mutaakhirin, mbele ya wale ambao walikuja mwisho wakaacha kufuata dalili katika Qur'ani na Sunna kwa fahamu wema ambao walikuwa wametangulia. Fahal nahnu mukhti'una, je sisi tutakuwa ni wenye kukosea? Idha hadharna minhu, tutakapokuwa sisi ni wenye kutahadharisha kutokana na hiyo taasubi. Wadauna an-nasa, na tukawaita watu ila al-audati ila al-kitabi wa sunna, katika jambo la kurejea kitabu na sunna, wa tahkimiha, na kufanya hilo jambo la kurejea katika kitabu na sunna ndio kufanya kwa ni jambo ambalo lilikuwa hakim fi kulli khilafin, katika kila khilafu ambazo zitakazokuwa zimetokezea. Liyauda almuslimuna madhhaban wahida, ili iwe ni sababu ya Uislamu kurejea katika madhhabu moja, wa safan wahidatan, na kuwa ni safu moja, kama kana alayhi salafu salih, kama ambavyo walivyokuwa wale as-salafu salih, kwa maana wao walikuwa ni kitu kimoja. Ala hal ballaghtu, je mimi nimekusha kufikisha? Ala tambueni, hal ballaghtu, je mimi nimekusha kufikisha? Allahumma shahad, basi ewe Allah shuhudia kwamba mimi nimekusha kufikisha. Kwa hakika mimi nimekusha kufikisha, kwa hakika mimi nimekusha kufikisha, na namshuhudisha Allah kwamba mimi nimefikisha. Na haya mtu akishikamana nayo na akawa lengo lake ni kuitafuta haki, basi mtu huyo ataondoka kuwa na taassubi ya kimadhhab, ataondoka kuwa na taassubi ya tariqa miongoni mwa turuqu dhalala, na ataondoka kuwa na taassubi ya shekhe miongoni mwa mashekhe, na ataondoka kuwa na taassubi ya imamu miongoni mwa maimamu, bali atarejea katika usahihi ambao aliacha bwana mtume, na usahihi huo wakaushika masahaba zake na wakaurithisha kwa matabiina, wakaurithisha kwa atba'i tabi'in, na mpaka ukafikia katika zama hizi. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa fasulu hii. Tukija biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuondokea faslu nyingine inasema ulama ankaru taassuba almadhhabiyya, wanachuoni wamepinga taassubi za kimadhhabu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi
aturuzuku ikhlasi katika matendo yetu na aturuzuku mutabaa katika matendo yetu, na tunamwomba Allah tufanye sisi kuwa ndio wasimamizi wa dini hii na tufanye kuwa huras hadha din, walinzi wa dini hii. innahu waliyyu dhalika والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والله أعلم.